Au vipi mwana SNS popote pale ambapo natufuatilia. Mimi ni mpenzi sana wa ubunifu katika teknolojia, sababu ndo maisha ambayo kila siku tunayaishi. Mimi binafsi, lakini pia kama miliki wa chombo cha habari. So leo nina mgeni hapa ambaye amekuja na kitu kikubwa sana katika biashara za mtandaoni. Karibu sana kaka Daniel Mulesi. Asante sana. So licha ya kwamba wewe ni mtu wa tech ama mjasiriamali katika teknolojia, umeniambia wewe ni mchungaji kaka. Hujakosea. Sasa naomba utambulishe vyeo vyako vingine. Pengine iwezekana kuna vingine tena zaidi ya kuwa mchungaji na mjasiriamali katika teknolojia. Nikupe fursa ya kujitambulisha mwenyewe fully. Kama ulivyosema, asante sana. Kama ulivyosema, naitwa Daniel Mulesi, ni kijana wa Kitanzania. Hiyo ndio napenda kujiita hivyo. Na kwa neema ya Mungu ni mchungaji pia wa kanisa linaitwa Shekina liko Kunduchi, lakini ni katibu mkuu wa hilo kanisa hapa nchini. Lakini pia ni naibu katibu wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania. Jukwaa linalokutanisha dini zote mpaka zile za jadi kabisa, kwa ajili tu ya kuendelea kutafuta watu kuelewana. Sizungumzie maridhiano katika ngazi ya kitaifa. Exactly. Yeah, kutafuta uwanja wa pamoja. Unakumbuka migogoro kama ile wakati wa kuchinja na mengineyo. Yeah, basi jumuiya iko kwa ajili ya kuhakikisha kuna harmony. Kitokea sehemu msikiti na kanisa hawaelewani, basi tuna chip in. Kanisa na jamii, msikiti na jamii, tunakuwepo kuleta harmony. Yeah. Na kuingia kwenye hiyo, maki hiyo ni swala la kidiplomasia hiyo. Ina uhusiano wote na ulichosomea? Of course, umehit a good angle. Nimesomea diplomasia kwenye shahada yangu ya kwanza. Shahada ya pili ni biashara ya kimataifa, lakini ilitokea tu kwa sababu ya kuwa mchungaji, kwa sababu wanataka viongozi wa dini kwa kiamini ni watu ambao jamii inaweza kuwasikiliza, inaweza ikawaelewa kwa urahisi. Kwa hiyo niliingia kule sio kwa sababu ya diplomasia, ni kwa sababu ya kuwa mtumishi wa Mungu. Yeah, ingawa sasa ile diplomasia darasani tunaitumia hapo. Kwa sababu principles za diplomasia ni zile hazibadiliki. Na kanisa lina muda gani la uwepo wake? Kanisa lianza 2009, lakini lina askofu mkuu. Mimi nimelijoin 2014. Kwa hivyo kwa neema ya Mungu sasa ndio ikampendeza Mungu niwe katibu mkuu wa kwanza wa hilo kanisa hapa Tanzania. Okay. Yeah. Kwa hiyo nchi nzima lipo? Yeah, tuko nchi nzima. Tunaendelea kukua. Kwa sasa hivi tuna makanisa kanda ya Ziwa, ipo kanda ya Kati, tuna kanda ya Mashariki na Pwani kwa sasa hivi. Okay. Yeah. Sawa. Sasa kilichokuleta actually sio kuhusu cheo kichwa kingine. Umekuja hapa kuzungumzie Shekina upande wa teknolojia. Watu wa media mnatuchimba sana. Lazima tujue kwanza tufanye vizuri. Sawa. Kuendelea mbele. Ndio. Tarudi nyuma kidogo, lakini tuko hapa na tujue Shekina maana yake nini? Yaani kuna tafsiri yoyote ya jina hili? Tafsiri ya Shekina ina tafsiri kubwa mbili kwenye Biblia. Ya kwanza ni mwongozo wa Mungu, ambayo haijazoeleka sana. Ya pili ni utukufu wa Mungu. Mimi naamini chochote ambacho Mungu anataka watu wake waishi vizuri, waishi maisha mazuri, maisha comfortable. Zamani tulikuwa tunaamini yani ukishakuwa mtu wa mambo ya Mungu hivi, kola iwe imechanika, maisha choka mbaya, yani unangoja kwenda mbinguni. Kwa watu walikuwa wanajua yani duniani anapita, anaenda tu mbinguni. Sasa unapitaje? Issue iko pale. Na kwa nini tumebaki duniani? Unanielewa? Kwa hiyo utukufu wa Mungu ni chochote ambacho kinampa Mungu sifa, chochote ambacho kinamfanya Mungu atukuzwe. Kwa hiyo maana ya jina Shekina in short ni utukufu wa Mungu. Na labda mimi na run Shekina Shop. Shekina Shop ni biashara inayojitegemea. Mimi pia ni mfanya biashara. Iko registered tofauti. Iko registered kwenye Wizara ya Viwanda na Biashara. Haihusiani na kanisa kabisa. Lakini wazo lilitokea kanisani. Kwa sababu kanisani ni mahali ambako ndugu yangu Bundala tuna vijana wengi
tuna hazina ya vijana, lakini wengine hawana vision, hana maono ya kwenda mbali. Unamuona kanisani, na sisi viongozi wa dini tunaridhika kumuona kanisani, look very loyal, anafanya shughuli za kanisa, anakuja ibada zote, we feel good huyu kijana yuko loyal, lakini future yake, na hauwezi ukamtatulia kila mtu shida zake. Leo anakuja anakupiga kibomu, unampa kidogo, kesho unamfanya kuwa mtumwa. Kwa mimi nilikuja na hii solution sasa, sio tu kwa vijana wa kanisani, kwa kila kijana wa Kitanzania, kwamba aweze kufanya biashara bila kuwa na mtaji. Yani nikatengeneza platform ambapo mtu akishaweza tu kuwa na smartphone, kwa sababu wengi wana smartphone, haziwazalishi, wanazitumia tu kuangalia umbea TikTok, excuse my language, umbea wa Instagram, leo nani ameweka kitu gani kipya, nani kamuoa fulani, nani kazaa, katuzwa shingapi, unanielewa? Vitu vya aina ile, lakini hatuzitumii smartphone kwa ajili ya maendeleo. Kwa niliona hiyo ni gap ambayo tunaweza kuifix. Na mimi siwezi kama kiongozi kwenye jamii, siwezi kuja na mimi nikaanza kulalamika, vijana hawaeleweki. What solution nina offer kwa hao vijana ambao naona hawaeleweki? Kwa kifupi, kama unavyoona, na kwepa kutaja brand za watu, kama unavyoona brand zingine za kimataifa za online za e-commerce, za online shopping platforms zilivyo, ndivyo Shekina Shop TZ ilivyo. Ni app ambayo iko kwenye Play Store na App Store, ambayo ukidownload, unaweza kudownload ukamtumia wa iPhone ama Android. App pia ni web based, yani unaweza kuingia tu kwenye browser yako kaandika Shekina Shop TZ, utaipata. Unaweza kushop chochote pale, lakini tunachouza sio mali yetu binafsi kama Shekina Shop. Ni bidhaa za kijana wa Kitanzania ambaye sio lazima awe na mtaji. Najua na kuconfuse ninaposema hivyo. No, nakuelewa sasa. Nakuelewa. Yeah. Unaomba uieleweshe vizuri, kwa sababu pengine mimi ndakao nimeelewa, ila mtazamaji wangu atakuwa anataka ufafanuzi zaidi. Okay, Shekina Shop ni app kama nilivyosema. Lakini app ambayo tofauti na app zingine za kuuza mtandaoni, zinataka mtu ambaye ana mtaji tayari, ana bidhaa tayari, au amekuweko kwenye game muda mrefu. Mimi yani nimetoa platform ambayo kijana wa chuo anaweza kaitumia kufanya biashara. Mtanzania yoyote yule wa hadhi yoyote ile, hata kama hana bidhaa, labda nieleze inavyofanya kazi. Kwanza, mtu atatakiwa kudownload app yetu, number 1, very important, ili sasa upate platform ya kufanyia hiyo biashara. Maana ni app ya kuuza na kununua mtandaoni. Ukisha download app, inaitwa Shekina Shop. Hivyo kama ninavyotaja Shekina ya Kiswahili, Shekina Shop. Na Instagram, Facebook, TikTok tuko tunapatikana kwa jina hilo Shekina Shop. Sasa unaongeza TZ. Tumeweka hivyo kwa sababu kuna Shekina zingine. Ukisha download app yetu, inategemea sasa unataka kununua au kuuza. Sasa leo sijui nianze na nani, muuzaji? Mnunuaji kwanza. Mnunuaji, Mnunuaji ukiingia Shekina Shop utakuta wide range of products. Yani kuna bidhaa kama zote, electronics, furniture, digital products, utakuta services, utakuta maduka, utakuta supermarkets ndani ya Shekina Shop. Tunajaribu kukurahisishia. Kwa mfano, Bundala uko kazini sasa hivi, unataka kuagiza labda supplies za ofisi yako. Kwa mfano nitataja mmoja wa wateja wetu, Diz Supermarket, yuko kwenye Shekina Shop. Wewe ukiwa hapa ofisini, unataka kununua vitu vya ofisini, sio lazima uwashe gari uendeshe mpaka aliko yeye kule Sinza ununue vitu urudi. Unaona ni haso Lakini ukiingia tu hapa, ukiingia una sehemu ya bidhaa, kuna sehemu ya maduka. Sasa nianze na maduka, maana Shekina Shop ina mambo mengi. Nianze na maduka. Kwa mfano unaingia Diz Supermarket, una shop pale, nataka kinywaji, nataka Blue Bands, nataka nini cha ofisi yangu. Ukimaliza, representative wetu anakupigia confirm order, na wewe utapata email, utapata pia message ya progress ya order yako, alafu anakuletea. Kwa hiyo hata msipowasiliana, so long as umeconfirm, utajulishwa tu kwamba order iko njiani, na unaweza kuitrack. Ikipokelewa, ikitoka supermarket na kuja kwako, unaiona mpaka inakufikia. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili,
unataka kununua kitu randomly, kwa sababu Shekina Shop wanakuja watu wote wanaouza wako pale. Wengine wana machimbo, hana bidhaa, mwingine ana bidhaa yake. Wote tumewaruhusu kuweka vile vitu, kwa sababu sisi tuna bridge ile gap ya kwenda kuchukua bidhaa na kuuza. Kwa hiyo tumejikuta Shekina Shop ina bidhaa za bei rahisi sana, kwa sababu kuna competition sasa. Kila mtu ameweka. Nitatoa mfano wa electronics ambayo tunafanya vizuri zaidi kuliko maeneo mengine. Electronics zilizoko Shekina Shop ni nyingi za bei nafuu, tofauti na ambavyo mtu angetoka kaenda Kariakoo kununua. Laptop stand zile za 45,000 sisi zipo kwa 25,000. The same, yeah, kwa sababu sisi ni chimbo direct kwa mtu. Nikisema chimbo unanielewa, mahali kwa watu wanaouza wholesale. Afu hapo katikati kuna yule winga. Unajua kuna mawinga wengi mjini ambao anatamani kukutana na wateja, lakini mpaka aende Kariakoo asubiri pale nje ya duka. Unajua ni kahaso kengine. Sisi tumebridge pia hiyo. Yani wewe ni winga, unataka kuuza, weka bidhaa yako Shekina Shop, watu watakupata. Kwa sababu unaweka bidhaa yako, utasema wewe ni winga. Kwa mfano unaita Bundala Products, SNS Products. Hakuna mtu atauliza huyu ni nani, huyu ni nani. So long as alichokichagua atakipata. Kwa sisi tunachokifanya, tunaenda kuchukua bidhaa mahali iliko, tunaenda kumuuzia mteja, halafu baada ya hapo tuna deliver, baada ya hapo tunakulipa wewe uliyeuza. Kwa hiyo labda nitoe mwaliko kwa Watanzania. Karibuni Shekina Shop, ni platform ambayo itakusaidieni kununua kirahisi. Tumezoea kutumia sana apps za nje, watu tunapenda vitu vya nje, kilichotoka nje labda kitakuwa na quality. Shekina Shop ni nyepesi, number 1. Unaweza kudownload, inafunguka haraka. Alafu hata mkiwa users wengi, mtandao haulemewi, iko vizuri. Alafu tuna respond haraka sana. Kuna online chat, ugumu umekutana nao, kuna WhatsApp icon pale, ukiklik una chat na sisi straight kwa WhatsApp. Yeah. Na so delivery ikoje? Kwa mfano nimependa laptop moja kali sana pale na Sky Shop. Alafu niko Gongo la Mboto. Sasa delivery inakuaje? Si tunachokifanya si wewe umeorder. Tuna confirm order yako bwana Sky Bundala. Umeagiza laptop. Sawa. Tunakuja, tunaenda kuichukua mahali iko, tunakuja kudeliver kwako. Delivery utalipa wewe. Tulichoamua kufanya kwa Dar es Salaam, tuliamua kustandardize maeneo ambayo ni katikati tu ya mji, sio mbali. Delivery haizidi 5,000. Isimchoshe mteja pia. Pamoja na mafuta kupanda, there is a way tunafanya. Lakini kwa maeneo ambayo yako nje kidogo utapewa, lakini rates zetu ni very affordable. Very affordable kuliko hata zile za usafiri wa mtandaoni. Kweli? Yeah, kwa sababu lengo letu ni kukuhudumia. Lengo letu sio kukukera au kukukamua kutokana na hiyo biashara. Tumekuja kurahisisha maisha. Kwa hiyo uwe Gongo la Mboto, uwe sijui Bagamoyo, Mapinga, so long as uko karibu na Ida na Pwani, tunakudelivia straight away ndani ya siku hiyo. Yaani ndani ya 12 hours umepata order yako. Kwa sababu tuna timu tofauti, unajua kuna timu inayopokea orders, kuna timu inayoenda kuchukua mizigo mahali kwenye source, kwenye chimbo, kuna timu inayodeliver. Kwa hiyo zinajitegemea. Na kila timu ikimaliza kazi, unaiona order yangu imepokelewa, iko forwarded kwa collector, imetoka kwa collector, iko njiani inakuja. Hiyo timu unayozungumzia ndio miongoni mwa wale vijana wa kanisani wamepata kazi. Exactly. That's nice. You can imagine kanisa lina vijana wengi sana, kwa hiyo timu kubwa ipo. Timu, yani kimsingi nina timu kubwa kuliko mahitaji yao. Yeah, absolutely. You're right. Wako wengi. Yeah, wako wengi sana. So tulikuwa tunaongea upande wa mnunuaji. Sasa muuzaji. Yeye sasa anajiungaje? Maana mimi nitakuja kukueleza kwa nini nitaingia kwenye uuzaji hapo, alafu nitakwambia kwa nini hii ni habari njema. Okay. Yeah. Labda uniruhusu kabla sijaenda kwa muuzaji, kabla sijaenda kwa muuzaji, nataka tu nitoe wito kwa Watanzania. Unaponunua Shekina Shop, unamsaidia kijana wa chuo ambaye yuko frustrated, hana kazi ila ana chimbo lake ameweka bidhaa apate riziki. Unamsaidia kijana ambaye alikuwa winga, hajui, yani wateja wake ni wale kwenye kipeji chake cha Insta na Facebook tu.
na wale wakusubiria nje ya duka ambao siku nyingine haezi kwenda, sengine hana nauli, unamsaidia yeye kuuza bila kwenda chimbo. Na ni tukubaliane sasa hivi tutakwenda Kariakoo, either uache gari mbali kidogo utembee, au yani kuna kahaso fulani, lakini yake ni stress. Sasa hiyo yote umeondoa, alafu unawasaidia wale wafanyabiashara wakufikie kiurahisi, alafu kwa bei nafuu, kwa sababu tumeondoa middlemen wengi sana. Kwa hiyo nitoe wito pia kwa Watanzania, tuitumie Shekina Shop kwa ajili ya maendeleo ya vijana wetu na wafanyabiashara wa Tanzania. Nice. Sasa tuende kwa muuzaji. Muuzaji wako wauzaji wa aina mbili. Kuna muuzaji mwenye bidhaa zake, na kuna muuzaji ambaye hana bidhaa ila ana picha tu ya bidhaa za chimbo. Sio nianze na yupi unataka? Anza na huyo mwenye picha. Na hapa ndio iko interest ya watu wengi. Watu wengi hapo tuna wanafiti. Nikwambie Bundala, wakati ngoja nielezee kwanza, maana kuna mambo mengi ya Shekina Shop. Wakati tunaanza watu walikuwa hawaelewi. Yaani unauzaje picha? Unauzaje bila mtaji? Iko hivi formula. Wewe unajua chimbo lilipo. Unajua hata sasa hivi ukienda Kariakoo kwenye maduka yale ya jumla, ukifika tu kawaambia naombeni picha naenda kuuza, watakupa right away. Kwa sababu ndo njia inayowasaidia wao yani ni njia ya wao kujitangaza bila kulipa gharama. Yani wewe unawasaidia kutangaza bidhaa zao. Na vijana wengi wanaogopa. Nitoe tu kwa vijana wa Tanzania, hutaki kuogopa. Ukienda Kariakoo tu duka lolote kaambia naomba picha naenda kuuza, wanakupa bure right away. Wana mpaka magrupu yao wanakuweka, wanakuwa wanakutumia picha. Kwa hiyo tuliona vijana baadaye kulalamika ajira. Sisi tukaona ngoja tuwaajiri, yani wajiajiri kupitia Shekina Shop. Hatuna stress ya mshahara, ni bidii yao kupost na kutangaza. Biashara imeisha. Na sisi pia tunatangaza kwenye platform zetu. Tukiona kwa mfano una bidhaa nzuri tunakutangaza. Kwa hiyo post picha yako. Kwanza ukiingia kwenye platform ya Shekina Shop, kuna sehemu pale juu pameandikwa become a seller. Yani kwenye menu pale kushoto juu kuna mistari mitatu ya menu. Ukiklik pale, ina Kiswahili na Kiingereza. Unaweza imeandikwa either jisajili kama muuzaji au become a seller. Ukiklik pale unajiregister bure. Hii ndio tofauti ya sisi na mitandao mingine. Mitandao mingine lazima ulipie. Sisi tunataka tuondoe tatizo la ajira. Yani faida ukishapata ndo angalau na sisi tutabaki na chochote cha kurun mfumo. Kwa hiyo unajisajili bure. Number 1. Number 2, tunakutumia mwongozo wa namna ya kujipostia bidhaa. Ni rahisi sana. Kama unavyopost Insta, kama unavyopost FB, TikTok, hivyo tu. Unaingiza details za bidhaa zako. Of course sasa tutataka details zaidi kwa sababu bidhaa nyingine zinapishana size, rangi, vitu vya aina hiyo. Ukishamaliza hapo umemaliza. Watu watakao ingia kwenye app yetu, kama ambao wananisikia sasa hivi, kama ambavyo na wewe utakuwa mteja wetu sasa, kutoka sasa ukiingia tu uta request hiyo bidhaa. Sisi tunachokifanya, hatuendi kumrudia yule muuzaji. Wakati anaiupload, tunamuomba aandike namba ya chimbo. Kwa nini? Tukisema kila mtu amcontact muuzaji, kila mtu ana namna yake ya kukea wateja. Mwingine halo, ni kunipigie baadaye. Mwingine sijui unajua. Kwa sisi tuna watu ambao tumewatrain. Anajua namna ya kumpokea mteja, anajua namna ya kumwelezea mteja. Kwa hiyo hatutaki mteja ahudumiwe na muuzaji, no? Labda tu kwenye service providers. Hiyo nitakuelezea baadaye. Lakini kwa uuzaji wa bidhaa, sisi tunapiga straight chimbo. Kwa mfano wewe tunafanya kipindi, wewe si muuzaji wetu. Umeweka bidhaa ziko chimbo kwa mfano. Sisi tunapiga straight chimbo. Bidhaa ipo tunapeleka kwa mteja. Mteja anatulipa. Ukitoka kwenye kipindi kama hivi, unaangalia akaunti yako. Kama kuna bidhaa umeuza, unaziona pale. Umeuza shingapi? Tunachokifanya kwa sababu mtaji sio wako wako ujue. Tumetumia wako wetu. Mtu ametaka generator Kariakoo. Wewe umetupostia generator tu, tunaenda tunalilipia sisi. Kwa sababu Kariakoo watujui sisi. Tukitoka tunaenda kulipeleka kwa mteja. Asiana tulipa sisi. Ile faida tunakupa wewe 70%, sisi tunabaki na 30% ya kuendesha mfumo. Kwa hiyo umeuza bila mtaji wako na bado kwenye faida una 70% ya faida, wewe tunakupa kubwa. Sisi tunabaki na kidogo. Hiyo ni kwa wale ambao hawana mitaji ila wana picha tu.
La pili, una bidhaa zako sasa. Sky Shop ina bidhaa zake, inauza. Sasa hapa wako wengi. Kuna wale wanajitengenezea wenyewe, kuna wale ambao wameagiza kutoka nje ya nchi, ana warehouse yake mahali au ana duka mahali. Weka tu bidhaa zako nyingi kwa kadri unavyoweza. Mteja akiomba, tunakuja dukani kwako, tunachukua, tunampelekea mteja, anatulipa sisi, tunapokuja kuchukua we pay you. Kwa sababu tuna uhakika tunaenda kuuza. Kwa hiyo ni risk free. Na kuna mahali mtu anasema nitatapeliwa. Mteja halipi bila kupata bidhaa yake. Wewe unapotoa bidhaa yako tunakulipa kwanza. Kwa ni stress free. So nije kwenye kwa nini nimefurahi. So nipo kwenye mchakato wa kuandika kitabu changu, autobiography. Yes, kinaitwa Nimejengwa kwa Kushindwa. Pambano yangu tangu Ngudu. Yangu pia anatoka sehemu ambayo mimi nimetoka pia. Kuanzia kule Kakora, na Talo kule nikaacha, nikarudi Ngudu sekondari nikasoma jioni. Story zote hizo nilikwenda Msoma, haso za hapa na pale. Sasa niko kwenye kuangalia niende na publisher, force publisher kidogo faida wa sio mkubwa sana, lakini anakuondolea ile hustle ya distribution ya usambazaji. Ku self publish shida inakuja kwenye unawapatiaje mzigo wateja wako, wasomaji wako. Sasa si nimeshamaliza hapa. Exactly. Naanzisha account yangu pale Sky Shop. Vitabu vyangu vinakuwa pale. Sawa kabisa. Watu wanaagiza order vitabu, wanamaliza kazi. Si tunakuja tunachukua na tuna deliver. Kwa hiyo una stress ya delivery. Umeweka vitabu vyako, umemaliza. Karibu sana. Mbona umekuja wakati mzuri sana. Huyu ni Mungu huyu bwana. Kajibu stress yangu moja kubwa sana. Bundala, mimi naamini kuna siku hii platform itakuja, kuna watu watakuja kutestify namna gani imewasaidia. Watu wana vitu hawawezi kuconnect na masoko. Wanaoweza connect na masoko hawamudu usafiri. Anayeweza kumudu usafiri hana mtaji. Unanielewa sijui. Yaani tuna magepu mengi sana kwenye biashara. Platform kama hii ya Shekina Shop inakusaidia kubridge hizo gap zote. Wewe una biashara, una mzigo, una kitabu, sijui una huduma unatoa, utapata wateja wako bila kutoka ndani. Na pengine mwingine anaweza kaisha, kuna watu watauliza ofisi zenu ziko wapi? Kila kitu nakimaliza kwa muuzaji. Kila kitu tunakimaliza, exactly. Sio lazima aje aonane nani. Hahitaji kuonana na sisi. Kwa mfano wewe, tuchukue mfano ule wa vitabu vyako. Kinaitwaje tena? Nimejengwa kwa Kushindwa. A very good title. Built by failure. Unajua hata mimi kuja na hii idea ni kwa sababu mimi ni wale walioanza scratch. Wewe unafahamu kutoka Ngudu. Ni watoto wa walimu sisi, mtoto wa mfanyakazi wa serikali wa miaka hiyo. Na yani ni ile unapewa urithi wa elimu, unajua Kwa ukija mjini unaanza scratch, yani kama unawasha kiberiti. Niliona shida ambayo iko kubwa kwa vijana wengi. Mimi mpaka nafikia tu ya kusajili kampuni. Nimehaso. Yani hiyo ni story ya siku nyingine. Sasa tunataka kuondoa ile, yani mtu wewe ulihaso, unataka na watu wote wahaso kama wewe. Wengine siwaanzie pazuri basi. Kwa hiyo to answer your question, kujibu swali lako la kitabu, kwa mfano kitabu chako kitawafikia watu moja kwa moja bila wewe kuwa na stress ya delivery, bila kuwa na stress ya, as long as copy zangu ziwepo tu. Kwa hiyo basi kuna possibilities nyingi sana kwa wafanyabiashara. Sana opportunity ni nyingi mno. Na mwanzoni nilipoliuza wazo, watu wengi waliniambia, unajua mbona ina vitu vingi, kuna maduka huko ndani, kuna service providers, kuna bidhaa za kawaida, system haitaweka. Mimi nikamwambia no, mimi nataka original idea iwe kama ilivyo. Mtu wa IT anielezee, yani yeye afanye kile ninachokifikiria. Kwa sababu mimi nimebadilisha kwa sababu unaogopa kitu fulani. Kwa sababu naogopa tutafute solution. Kwa hiyo inachotokea, hata kwa mfano wewe kitabu chako unaweza kuwa labda una 1 minute video inaelezea kitabu.
kinageuka pale nini, una uwezo wakati unakiupload kitabu unakiweka YouTube. Hauna YouTube page, sasa wewe uko established. Yeah. Tuchukulie una YouTube page, yani tunachukulia ule mtu scratch kabisa. Yes. Sisi tuna YouTube channel yetu ambao tutaiweka kile kitabu chako kule. Hiyo tumeshakutangazia tayari. Halafu wewe utaweka link kwenye site. Kwa hiyo mtu akitaka maelezo ya kitabu chako yale ya dakika 1, dakika 2, akikiview kitabu chako inaonekana pale link ya YouTube. Akiklik inampeleka YouTube. Akiwa kwenye site yetu bila kuhama, anaweza akakipreview ile 1 to 2 minutes, alafu akapata taarifa na system haiwinzi kabisa. Kwa hiyo hata wale unakuta una page yako pia ya Insta, sijui ya FB, bidhaa yako imeelezewa vizuri kule. Yeah. Utaweka link. Kuna link kule. Vizuri kabisa. Wow. Daniel, naelewa kwa nini baadhi ya watu walikuwa wana hofu. Wanahisi kama ni wazo kubwa sana kulifanikisha kwa sababu nyuma kuna mifano. Kuna platforms ziliwahi kuja hapa ziko zinafanya hivi, zikafeli, zikaondoka. Nguvu yako nini? Kwa nini una imani kwamba hii itakuwa kitu kikubwa sana? Moja, ili sio lazima kila mtu anielewe. Natoa tahadhari. Yeah. Mimi kwa sababu ni mtumishi wa Mungu, nilipata wazo nikiwa kwenye conference ya wachungaji. Tumeenda, tuna conference zetu tunafanya kila mwaka, zinaitwa za Kristokrasia. Tunazungumza kanisa limiliki na kutawala. Nikiwa pale nilipata ufunuo wa kufanya hiki kitu. Kwa hiyo kwanza, kwa sababu wazo lilitoka kwa Mungu, I'm sure litaweka vizuri sana. Na mpaka sasa hivi nina uthibitisho kwamba limeweka. Mwezi wa 4 tulifanya launch. Ngoja nikupe hii kidogo. Yeah. Ya hii app yetu. Tulifanya pale Kiramu Hall. Tunamshukuru Mungu, tulikuwa na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, Mheshimiwa Deus Clement Sangu. Tulikuwa na wakati mzuri pale. Yeah, na vijana wengi walikuja. Alikuja kwenye launch. Exactly. Kwa sababu tuliwaambia serikali tunawasaidia kutengeneza ajira ambazo serikali peke yake haiwezi. Sisi tunakutana na wizara 4. Yaani wizara ya kazi na ajira, tunawasaidia kutengeneza ajira za vijana. Kuna ile ya teknolojia, vijana kujiajiri kupitia teknolojia. Yeah. Tunawasaidia kufanya hivyo. Kuna wizara ya vijana, tunawasaidia kufanya hivyo. Kwa hiyo kuna wizara ya viwanda na biashara iliyotusajili. Yeah. Unanielewa? Tunasaidia kurahisisha mazingira ya kufanya biashara. Unajua sisi tunaliona tu labda Mtanzania yuko nyumbani, kuna mgeni amekupitia Airbnb anakaa mahali, hajui mitaa, lakini anataka kushop kitu. Amerudi jioni anasikia kiu, hajui aagize wapi vinywaji, hajui aagize wapi groceries. We do that. Akigesha kila shop anapata, anapelekewa. Kwa hiyo watu wengi wanaogopa ukubwa wa wazo na wanadhani vitu vizuri lazima vitoke nje ya nchi. Yeah. Siamini katika hilo. Kuthibitisha kwamba hili limekuja kuwa ufumbuzi wa Watanzania. Wakati tuna launch mwezi wa 4, walikuwa sellers 364. Yaani kabla sijapanda kutoa hotuba yangu mbele ya Mheshimiwa Waziri, nilitoka kuangalia idadi na nikaenda nikiwa na watu 364 wauzaji. Yeah. Sasa hivi mpaka nakuja hapa kwako, yani nimejaribu kuangalia kwa sababu nataka kutoa accurate data. Tuna wauzaji 748. Yani mara 2 na kidogo ya wale. Sasa ile ilikuwa mwezi wa 4, huu ni mwezi wa 8. Ndani ya miezi 4 tumedouble na zaidi. Sasa nataka nikuulize, ili uajiri watu 700 unatakiwa uwekeze dola milioni 100 ngapi? Tunazungumzia uwekezaji kama dola milioni 100. Lazima iwe kiwanda kikubwa. Yeah. Lakini kupitia teknolojia tunaajiri, yani sasa hivi ukiniuliza, namshukuru Mungu nimetengeneza ajira za watu 748. Kitu ambacho mimi naona tayari wazo la Mungu limepata nafasi na litafanikiwa sana kwa sababu kwa sababu watu 748 wanauza kupitia Shekinah Shop. Yeah. Wenye mitaji yao na wasio na mitaji yao. Ondoa walioweka maduka kwa sababu au wanalipia kawaida. Yeah. Au sio bure. Walioweka services au wana huduma, sijui MC, huduma usafi, sijui nini. Wapo pia.
service providers wapo. Yani Shekina Shop ni jamvi la watu wote la biashara. Unatoa huduma yoyote, una polyclinic, sijui uko na nini, iweke pale. Tunakutangaza na tuna package tofauti ya kukuweka juu kidogo, kuongeza visibility, watu wakuone hivyo. Na tukiona unakuja vizuri, tunakuweka kwenye page zetu kule, tunakupromote. Okay. Yeah. Ni part ya package unayokuwa umelipia. Nilikuwa nataka kujua kitu muhimu sana, turudi nyuma kidogo. Na malipo yakoje? Watu wanalipaje? Yeah. Okay, tuna njia 3 za malipo. Ya kwanza ni lipa namba. Kuna lipa unapo check out, kuna lipa namba. Na si lazima, narudia tena, kumuondoa Mtanzania wasiwasi, sio lazima ulipe kabla hujapata. Ukitaka lipa kabla hujapata, subiri upate mzigo, utalipa. Yule delivery man anapokuja, anakuja na lipa namba na options. Exactly. Unaweza kufanya bank transfer. Okay. Hiyo pia option ipo, lakini pia kuna ile unaweza kulipa kupitia system yetu iko API powered. Unaweza wakati una check out, badala ya kutafuta tena simu ile lipa namba, unaingiza namba yako yenye hela. Alafu ukishaingiza inakuprompt uingize tu namba ya siri kwenye simu yako. Ukiingiza inakata moja kwa moja. Yeah, ni rahisi. Okay. Yeah. Well, it's easy like that. Very very easy. Very easy. Lakini pia unaweza kulipa cash kwa yule mtu wetu wa delivery. Yeah. Unaweza kumpa cash hivyo, ili uwe na uhakika, okay, nimepokea ninachotaka ndio nalipia. Tulifanya hivyo kuwafanya Watanzania wawe na imani. Unajua mtu akiona lazima nilipe kwanza. Yeah. Wasije kama matapeli. Hasa hizi biashara za Instagram za wapi? Mtu anakuonesha picha mzigo ukaufunga. Ameshalipa 700,000 yake, mzigo hauji. Kwa hiyo ina make sense. Kuna swali tulilisahau, tulikuwa kota hapa kidogo. Uliniuliza kuhusu ofisi ziko wapi na mtu analipwaje. Nadhani nijibu hilo pia. Wewe ni muuzaji, umeuza na sisi, ile 70% yako ya faida sasa. Hivyo nikisema 70% ya faida, kwa mfano umeuza raba ni 50,000, umeuza 60,000, faida ni 10,000. Kwenye 10,000 tunakupa 7,000, tunabaki na 3,000. Ndio hivyo yani. Na digest iwe lugha rahisi. Sasa unataka kulipwa. Hatukulimit, unataka ulipwe kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi, ni wewe. Kwa sababu sisi tumeshauza, hela ipo. Yani kwa nini tuanze kukuambia mpaka wiki ishe? Ili kiwe nini? Siku hiyo umemaliza kuuza, unataka hela yako utumie kwa vitu vyako, ukiingia kwa ile account yako, kuna sehemu inakuonyesha hela unayostahili kulipwa. Unaomba malipo. Cashier ataona ofisini kwamba umeomba malipo, tunakutumia. Na unakuwa umeweka simu yako au account namba yako. Yani hatupigiani simu. Kila kitu kinaishia huko. Lakini kuna wale anasema lazima nifike ofisini nione mlipo. Tuko Sinzamori, share ya Big Bone pale. Exactly. Kuna wale anataka mpaka afike aridhike. Naamini uko naenda mbele kama unarudi kuja Sinzamoni kama msalaba. Kuna kutoka Bamaga kwenda Shekilango. Na kuna Imori Road sasa inaingia huku kama La Chaz, afu kwenda kwa Kakobe. Sisi tuko pale kwenye mataa, kwenye sheli ya Big Bone. Hapo kwenye jengo lile la sheli. Exactly. Shekina Shop. Pale mtu akiulizia ni pale. Ni pale. Okay. Kwenye tuko hapo zilipo D's Supermarket. Ndio tuko hapo. Ndio maana umewataja D's kwamba walikuwa wateja wa kwanza kabisa. Exactly. Wakini majirani. Ndio supermarket ya kwanza kuregister na sisi. Wako kuna zingine pia? Wengine wako, kuna watu wanauza pads. Kuna wengine wanauza bidhaa za lishe na wameregister na sisi. Kwa sababu tu labda baadhi ya watu hawajapata hii habari njema. Ndio maana kuja hapa. Exactly. Tuwape hii habari njema kwamba uko na supermarket yako, pharmacy uko Gongo la Mboto, haina haja kwa sababu uko Gongo la Mboto maana yake utauzia watu wa Gongo la Mboto na maeneo jirani. Lakini kupitia Shekina utamuuzia hata wa Masaki kwa mfano, na bidhaa moja ambayo unayo wewe. Lakini pia nitatoa mfano. Leo hii kuna pharmacy zinavuma, sitataja majina. Watu wanasema ukitaka dawa ya bei rahisi nenda pharmacy fulani. Nenda mpaka mtu afunge safari aende. Ziko mbali.
unajikuta ile kufunga safari ni bora angenunua jirani. Sasa sisi tunakava hiyo. Kwa mfano mtu anataka kuchukua mzigo mkubwa, sisi tunakava hiyo. Au anataka vitu viwili vitatu, anataka ashop kwenye pharmacy, ashop kwenye supermarket, order iende pamoja. Ingia huku, shop kutoka kwa huyu na huyu, sisi tuta-collect kote, tutakuletea. Okay. Yeah. I see. Hii ni habari njema sana kaka. Naamini pia wengine watakuwa hasasa wale wazee wa picha wale. Hii ni bonge moja ya chumbo lao. Wengi anakuambia subiri hapa, anapotea kidogo alafu anarudi. La mwisho kabisa kumalizia Daniel kwenye hili. Nini hasa wito mwingine? Yeah. Nina mambo mawili. Okay. Jambo la kwanza ni wito kwa sisi wafanya maamuzi, watu ambao tunaona matatizo. Na shauri watu tusione matatizo tukabaki kulaumu. Tukishaona tatizo tuingie kutatua. Mimi nimeona tatizo la ajira, kwa neema ya Mungu nimepata wazo, implement. Wakati naanza kuimplement na tengeneza system, na tengeneza app, na yeka kwenye Play Store, kwenye App Store, hakukuwa mtu ananisupport. Sina ruzuku kutoka serikalini. Ni wazo la kujaribu kusaidia, giving back to the community. Yani sikutaka mimi niwe miongoni mwa watu wanaolaumu. Vijana wajielewi, wewe umefanya nini kuwasaidia wajielewe? Vijana hawana vision. What do you umetengeneza channel gani, miundo mbinu gani ya kuwasaidia vijana wawe na nini, na huo mwelekeo unaosema wanatakiwa kuwa nao. Kwa moja, tuache kulalamika. Sasa hiyo ni kwa sisi wenye tunaweza kufanya maamuzi, tuliopata nafasi za uongozi. Lakini kwa wale sasa vijana wa Tanzania, badala ya kulalamika, jiregister Shekina Shop kama muuzaji bila mtaji. Unahitaji tu smartphone, kujiregister ni bure. Kwa hiyo badala ya kulalamika huna kazi, jiregister kama muuzaji. Tupia bidhaa zako pale, tutakusaidia kufanya marketing. Unauza, unatengeneza faida ukiwa nyumbani. Kwa bando ile ambayo ingeangalia umbea Instagram. Wito wa pili, nitoe wito kwa Watanzania, tupende vya kwetu na tuviheshimu. Kuna wakati ninaamini kuna Shekina Shop itakuwa ina uwezo wa kubridge masoko ya nje na ya ndani. Tumeamua kwenda taratibu. Hatutaki kwenda ile unafanya kila kitu kwa wakati mmoja. Sasa hivi tunadili na masoko ya ndani. Bidhaa ziko ndani, tunauza hapa ndani. Kuna watu walituuliza, sasa kama mfano mimi nitakununua nje na kuaje? Kwa baadaye itawezekana. Kwa sasa hivi acha tusaturate soko la ndani, tuizoee vizuri, ili kwa baadaye tutafanya pia kutoka nje. Kwa namba 2 ni kwamba Watanzania tununue kutoka Shekina Shop. Utafaidisha watu wengi, utainua watu wengi, na utapata vitu rahisi. Kama huamini, yani kwanza download tu app ya Shekina Shop. Hebu ingia, angalia vitu vilivyoko pale, bei zake, linganisha na unazopigwaga kule dukani. Utagundua hii sio tu itakusaidia kusaidia wengine wanaofanya biashara, wewe pia utasave. Kwa hiyo wewe utasave na yule anayefanya biashara ananufaika. Nadhani kuna kitu nimekumbuka, sijui kama tumekielezea hapa. Sababu kwenye services zingine kama hizi ambazo nimesha kuziona, kwa muuzaji woga kama kuna fee fulani kwamba unalipia ka package, yani kama labda ili uweze kuuza ada yake labda 100,000, 200,000. Usijasikia kama hiyo ipo kwa bure. Yes. Hiyo ndio tofauti wetu na wengine. Sisi weka bidhaa, ukishauza. Unajua shida ya online bidhaa nini, biashara ya online, Mr. Fred, watu wanafanya hivi. Si unaweka bidhaa alafu hauzi, ila ushalipia. Yeye katengeneza faida. Sisi tunataka tutengeneze faida ukishatengeneza faida. Umeona tofauti kwa sababu tukishasema pia lipia tu kwanza, watalipa wale wenye uwezo tu. What about wale mawinga ambao hana uwezo wa kufanya kulipia hiyo subscription fee? Sisi ni bure ili Mtanzania anufaike. Ukishatengeneza faida ndio sasa tutagawana. Zile sabu ulizozipiga kwenye nyuma pale. Sawa. Kwa bidhaa zako 80% ya kwako. Kwa bidhaa za chimbo 70% ya kwako. Kwa hiyo ni Shekina Shop, download kwa App Store ama Play Store. Lakini pia watu wanaweza kutupigia simu. Okay. Watu wanaweza kutupigia simu kupata more clarification. Moja, ukiingia tu kwenye website yetu utapata sehemu ya contacts, kuna contacts zetu. Lakini pia unaweza kuchat na sisi WhatsApp, au kwenye app kuna hiyo extension pia kuchat na sisi kwa WhatsApp directly, na watu wetu wako very responsive. Namba 2, watu wanaweza kupiga simu zifuatazo.
0624 97 39 39. Narudia 0624 97 39 39 au 0793 555 647. Yeah. I say kazi kwako wewe muuzaji ambaye unatafuta sehemu ambayo itakurahisishia delivery na kuweza kupata wateja wengi zaidi ya ulionao sasa. Shekina Shop ipo kwa ajili yako, lakini pia kwa wanunuzi sasa ambao hawataki hassle nyingi, lakini kikubwa umeambiwa kwamba baadhi ya vitu bei zake kule zinakuwa ni bei rahisi zaidi kuliko kama ungeenda kununua sehemu Kitonga, au sio? Bei Kitonga kama ambavyo amesema Shekina Shop. Nanyi nisema asante sana na pongezi sana kwa kuja na suluhisho muhimu sana la ajira Tanzania. Shukrani sana. Watu kama nini tunawahitaji. Karibuni. Sawa, mimi naitwa Frederick Mundala, asante kwa kutazama mahojiano haya. Kitabu changu sio kama sikuwa natania, kwa wale ambao wameangalia wananifollow Instagram, nimeshaanza kuona nikiweka teaser za kitabu changu. Kwa hiyo kweli kabisa baadaye kikitoka Shekina Shop itakuwa ni sehemu yangu ya kukiuza hapa, na nimesema kama Daniel kaja kama kaletwa na Mwenyezi Mungu kuja kunisaidia pressure ambayo nilikuwa nayo na vifikishaje vitabu hivi kwa wateja wangu, kwa wasomaji wangu. So nadhani hilo limejibiwa. Asante sana, kwaheri.